Bana, nipo na Ali Luambano. Ali, tumeona Simba wanahitaji kupata kocha wa haraka kwa sababu hapa katikati kutakuwa na break kwa ajili ya national team kucheza mechi zao. Lakini pia Simba wanahusishwa na kocha Dimitar Pantev, kocha huyu wa timu ya Gaborone United. Unamzungumziaje, lakini aina ya uchezaji wake inaendana na mahitaji ya Simba kwa wakati huu? Ya, binafsi ukiangalia rekodi ya Dimitar Pantev unaweza kuona kwamba ni mwalimu ambaye anahitajika ndani ya klabu ya Simba. Ukiangalia wachezaji ambao wapo ndani ya kikosi cha Simba unaweza kuona kwamba yes, huyu ni mwalimu ambaye anamhitaji. Kumbuka, angalia Gaborone ambavyo wali display wakati wanacheza na Simba, ilikuwa ni aina fulani ya timu ambayo kila mshabiki anatamani kuwa kwenye upande wa Gaborone, namna ambavyo timu ilikuwa inacheza. Kwa maana kwamba timu ilikuwa inapanga mashambulizi, inapanga mashambulizi, wanapasiana, lakini pia timu ilikuwa ina kasi kubwa sana. Ndicho kitu ambacho wana Simba wanakitaka. Wanataka timu icheze kwa maana kwamba iburudishe, lakini pia iweze kwenda kupata matokeo, na ndicho kitu ambacho tulikuwa tunakiona kwa Gaborone. Licha kwamba hawana wachezaji wengi wenye quality, lakini unaona mipango ya mwalimu ambavyo ilikuwa bora. Lakini kwa Dimitar Pantev sio tu ubora ndio ambao unaweza kukusaidia kuweza kupata matokeo, kwa maana kwamba sio tu mbinu bora ndizo ambazo zitakusaidia kupata matokeo, lakini namna ambavyo ana uwezo wa kutengeneza bond kutoka kwenye eneo la bench la ufundi kwenda kwenye eneo la wachezaji, ndicho kitu ambacho unakiona ambacho yuko nacho mwalimu Dimitar Pantev. Game ya kwanza ukiangalia Gaborone ambao walicheza na Simba, ambayo Dimitar Pantev hakuwepo kwenye touchline, ulikuwa unaiona Gaborone ambao ilicheza. Lakini nenda kaangalia Gaborone ambao ilicheza na Simba, ambayo Dimitar Pantev alikuwa kwenye touchline, unaona kwamba ni Gaborone ambao zilikuwa tofauti. Display yao pia ndani ya uwanja, namna wachezaji ambao walikuwa wanajitolea ni vitu viwili tofauti. Nilipoangalia Gaborone ya mechi ya kwanza na Gaborone ya mechi ya pili, kweli unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho kilibadilika kwenye eneo la uchezaji wa timu ya Gaborone. Kwa hiyo kwa Simba Sports Club hawahitaji tu mwalimu ambaye atakuwa bora kimbinu. Wanahitaji mwalimu ambaye atakuwa bora kimbinu, lakini pia atahitaji mwalimu ambaye ana uwezo wa kuhamasisha wachezaji waweze kuonyesha ubora ambao wako nao, watoe zaidi ya 100% ambayo wako nayo. Kila mtu anajua Elie Mpanzu ni mchezaji bora, lakini nini ambacho kitamfanya aendelee kutunza ule ubora wake? Maana yake anahitaji mwalimu ambaye ana uwezo wa kuhamasisha ili uweze kupata ubora wa mtu kama Elie Mpanzu. Lakini pia vivyo hivyo pia kwa watu kama kina Kibu Denis, vivyo hivyo pia kwa watu kama kina Morris Abraham, ni wachezaji ambao wana vipaji, lakini wanahitaji kuhamasishwa na mwalimu ambaye ili aweze kupata ubora ambao wako nao. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, kwa Dimitar Pantev ni miongoni mwa walimu ambaye ana package ambayo imekamilika. Anakupa ubora kwenye eneo la kimbinu, lakini pia ni bora kwenye eneo la kuhamasisha wachezaji. Walimu wengi ambao wamekuwa wana struggle ni bora kimbinu, lakini sio bora kwenye kuhamasisha wachezaji wapate matokeo. Leo hii tukitolea mfano Manchester United ya Ruben Amorim, hakuna mtu ambaye atasema kwamba Ruben Amorim ni mwalimu mbaya au mwalimu ambaye mbinu zake sio sahihi. Ni mbinu ambazo zilifanya vizuri akiwa na Sporting Lisbon. Aliweza kuviadhibu vilabu vingi kutoka Uingereza. Alifunga Arsenal kwenye Europa, akafunga Man City mabao 4-0. Man City ambayo ilikwenda kumaliza msimu ikiwa bingwa, lakini yeye aliweza kuwapa mabao 4-1 kwenye mchezo ambao alikutana nao. Lakini anakwenda Manchester United ana struggle. Kwa nini ambacho kinamfanya struggle? Sio tu mbinu zake, kwa maana kwamba mbinu zake ni mbovu au wachezaji wa Manchester United ni wabovu. No, wachezaji wa Manchester United ambao wanaonekana ni wabovu kwa ndani ya Manchester United, wakienda kwenye timu ya taifa ndio ambao wanakuwa wachezaji tegemeo. Leo hii Bruno Fernandes ni mchezaji tegemeo kwenye kikosi cha Ureno. Tuangalia sijui kina Lucas Shaw akiwafiti anaitwa kwenye timu ya taifa ya Uingereza. Na the rest, wachezaji wengi wa Manchester United wakienda kwenye timu ya taifa au wakiondoka ndani ya kikosi cha Manchester United wakienda vilabu vingine, wamekuwa wakishine. Mtu kama Anton alikuwa na struggle ndani ya Manchester United, ameenda Real Betis, amekuwa mchezaji muhimu. Nazungumza Jadon Sancho aliondoka United akaenda Chelsea akawa mchezaji muhimu. Vivyo hivyo pia kwa Marcus Rashford alivyoenda Aston Villa alikuwa mchezaji muhimu. Kwa hiyo kwa nini maana yangu? Ninachotaka kumaanisha hapa ni kwamba Simba Sports Club hawahitaji tu mwalimu ambaye atakuwa bora kimbinu. Wanahitaji mwalimu ambaye ataweza kuwahamasisha wachezaji watoe zaidi ya kile ambacho wako nacho, huku pia mbinu zake zikishahidiana kulingana na ufundi wa wachezaji. Na siku zote tunazungumza sifa bora ya mwalimu, jambo la kwanza ni kujua sifa ya wachezaji wake ambao wako nao, ufundi wa wachezaji wake. Ni namna gani ambavyo anakwenda kunufaika na ufundi wa wachezaji wake kupitia mbinu zake. Na unajua kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao ni bora sana kwenye kufanya dribbling, kuna baadhi ya wachezaji ambao ni bora sana kwenye kupiga vienga, kuna baadhi ya wachezaji ambao ni bora sana kwenye kupiga pasi. Kwa hiyo unaweza kujua kwa maana kwamba kabla sijatengeneza mbinu zangu, huyu ni bora kwenye kupiga pasi, nimtumie vipi ili niweze kupata ubora wake. Na kwenda kucheza na timu ambayo wana block sana. Je, kuwa na mchezaji ambaye
anapiga sana pasi, inaweza kuwa na msaada, unaweza kuona kwamba hapana, kwa mchezaji ambaye ni bora kwenye kuzifungua safu za ulinzi za timu pinzani kutokana na vianga vyake ambavyo anapiga. Tunakwenda kucheza na hiyo timu. Nawezaje kumtumia huyu mchezaji ili aweze kunisaidia kupata matokeo? Ndicho sifa kubwa ya mwalimu ambaye anatakiwa kuweza kuwa nayo, kwa maana kwamba mbinu zako unatakiwa ziweze kwenda kulelai kulingana na ufundi ambao wachezaji ambao wako nao. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi Dimitar Pantev ni mwalimu sahihi kama Simba atampata. Nimeona kwenye CV zake ni mwalimu ambaye wakati upo Kamerun kwenye msimu wake mmoja alifanya bora sana, alitoa ubingwa, lakini pia akiwa pale nchini Gaborone akiwa na timu ya Orapa Botswana, Orapa United. Alidumu kwa miezi minne tu na Gaborone wakaondoka naye. Yawezekana akija hapa Tanzania akawa ni mwalimu ambaye ni bora zaidi na akawapa Simba makombe. Ukiangalia unakwenda kuconnect na hicho ambacho umeniuliza, kwa maana kwamba kwa Simba wanahitaji timu icheze vizuri iweze kushinda mataji, na ukiangalia mwalimu Dimitar Pantev sio mwalimu ambaye anahitaji muda mrefu kuweza kushinda mataji. Umezungumza hapo wakati yuko Cameroon kwa na klabu ya Victory, ndani ya msimu wake wa kwanza akawapa taji. Gaborone msimu uliopita ndani ya msimu wake wa kwanza ameenda kuwapa taji na amepeleka CAF Champions League. Orapa United ambako alipita kabla ya kwenda Gaborone waliweza kwenda kumchukua kutokana na kile ambacho alikuwa amekionyesha, kwa maana kwamba itoka kuwapa mafanikio Victoria, Orapa wakamchukua. Wakati Orapa wamemchukua ndani ya michezo minne tu ambayo aliongoza timu ndani ya miezi minne, Gaborone waliona kwamba ni mwalimu ambaye ana kitu bora, wakamchukua na akaenda kuwapa ubingwa ndani ya msimu wa kwanza. Ukiangalia Simba Sports Club miaka minne wana struggle, hawahitaji mwalimu ambaye atawaahidi ubingwa ndani ya misimu miwili au misimu mitatu mbele. Wanachokihitaji Simba kwa sasa ni mwalimu ambaye anaweza kwenda kuwapa taji ndani ya msimu huu, kwa maana kwamba msimu wake wa kwanza aweze kwenda kuchukua ubingwa, kwa maana kwamba sidhani kama mashabiki wa Simba na viongozi wa Simba wako tayari kusubiri kwa msimu wa 5 zaidi pasipo kuchukua taji la aina yoyote. Kwa hiyo binafsi kwa Dimitar Pantev, namna ambavyo amekuwa akiweza kukliki kwa haraka kwenye timu ambazo anakwenda kuzifundisha, mahitaji ya Simba kwa msimu huu, naona kwamba huyu ni mwalimu ambaye anahitajika hivi sasa na uongozi wa klabu ya Simba kwa ajili ya kwenda kuiongoza timu yao. Yawezekana tukaona baadhi ya viwango vya wachezaji vikizidi kuimarika siku hadi siku. Yes, kwangu mimi nadhani ni mwalimu ambaye anaweza kwenda kuimarisha. Kumbuka ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kutengeneza bond na wachezaji. Ni mwalimu ambaye anaingilika kwa wachezaji, kwa maana kwamba wachezaji kuweza kuelezea matukio yao, kwa maana kwamba vitu ambavyo vinawazunguka ili aweze kwenda kupata ubora. Kwa hiyo ukimpata mwalimu wa namna hiyo ni rahisi kwa wachezaji kuweza kuwa free, ni rahisi kwa wachezaji kuweza kuonyesha ubora wao kwa kuwa wako na mwalimu ambaye anaweza kuwasikiliza. Kwa hiyo kwa Dimitar Pantev, sehemu zote ambazo amepita unaweza kuangalia kwamba hakuwa na wachezaji wengi bora, lakini aliweza kufanikiwa. Alipokuwa Victoria pia aliweza kufanikiwa, hakuwa na wachezaji wengi ambao ni bora. Alipoenda Gaborone hakuwa na wachezaji wengi wenye majina makubwa, lakini aliweza kufanikiwa. Kwa Simba hii ambayo imesajili baadhi ya wachezaji ambao wana majina makubwa, ambao wameshapata nafasi ya kushiriki kwenye michuano mikubwa kama CAF Champions League pamoja na michuano ya AFCON, the like of mtu kama wakina Delok, wakina Neo Maema, ni wachezaji ambao wana CV kubwa. Wakina Erim Panzu ni wachezaji ambaye ana kipaji kikubwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mwalimu ambaye anaweza kwenda kusaidia kupush baadhi ya viwango vya wachezaji kuweza kupanda juu. Na ukiangalia wachezaji wengi wa Simba sio kwamba ni wachezaji wabovu, ila viwango vyao vimeshuka. Kwa nani ambaye ana uwezo wa kuvipandisha hivyo viwango, anahitaji mwalimu ambaye atakuwa rafiki, mwalimu ambaye atakuwa anaingilika. Kwangu mimi binafsi Dimitar Pantev ni miongoni mwa walimu ambaye Simba Sports Club wanamhitaji.